ahadi ya uzao. Uzao huu wa kupata watoto, tuone Biblia inasemaje. Biblia inasema katika Kutoka, anasema hapata kuwepo mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa. Hii ni ahadi kwamba katikati ya waliomwamini Mungu, Mungu anasema hapata kuwepo na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa. Sasa hiyo ni ahadi ya Mungu. Kama kuna mtu anapitia kwenye kipindi cha kukosa mtoto, unapoliona neno la Mungu linasema hapata kuwepo na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa, manake ni Mungu amehaidi kwamba katika wale wanaomwamini apata kuwepo na mwenye kuharibu mimba. Katika wale wanaomwamini apata kuwepo na aliyetasa. Kwa hiyo ni jukumu langu mimi si kusoma tu haya maneno na kuyaacha, bali kuchukua hilo neno na kudai, kwenda nalo mbele za Mungu na kudai kwamba nataka nifanikiwe kwa njia ya maombi, naenda na ahadi za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifanya hivi utaona ahadi hiyo ikitimia kwenye maisha yako. Tuangalie kwenye ahadi ya uzao, tuone kitabu kile cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza tumuone mwanamke ambaye aliliona hili andiko la kwamba katikati ya waliomwamini Mungu panatakiwa pasiwe na aliyetasa wala mwenye kuharibu mimba. Kwa hiyo akachukua hilo andiko akaenda nalo mbele za Mungu, akadai uzao na Mungu akafanikisha ahadi yake. Samueli wa kwanza tunaona ahadi ya uzao. Samueli wa kwanza sura ya kwanza, tuanzie mstari ule wa 10. Anzia mstari wa 10. Anasema naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana akalia sana. Alikuwa na uchungu wa nini? Alikuwa hana uzao, alikosa watoto. Alipata mume lakini alishindwa kumzalia mume wake. Na hamu na shauku ya wamama wengi anapoingia kwenye ndoa, sisemei wale wazinifu, mimi naongea kwa habari ya wamama walioingia kwenye ndoa. Shauku ya wamama wengi anapoingia kwenye ndoa, isipite miezi 6 azae watoto, apate ujauzito. Wamama wengi wanatamani hivi. Sasa huyu aliingia kwenye ndoa lakini alijikuta miaka inakatika, hapati uzao. Kwa hiyo alikuwa na uchungu moyoni mwake, kama Biblia inavyosema, naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana akalia sana. Alafu akaweka na nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautafikiria kichwani mwake. Alikuwa na shida ya uzao, na alisoma Biblia kwa sababu alikuwa anamcha Mungu. Alisoma Biblia, aliona Mungu amesema kwenye kitabu cha Kutoka kwamba apata kuwepo na aliyetasa wala mwenye kuharibu mimba. Kwa hiyo akaamini, kumbe imeshindikana kwa madaktari, imeshindikana kwa matabibu, lakini ninaweza kuchukua ahadi ya Mungu nikaidai, Mungu akanipa uzao. Kwa hiyo yeye akaenda kwa Mungu akaomba kupitia ahadi ya Mungu apewe mtoto, na aina ya mtoto anayemwomba hapa ni mtoto mwanamume, na anaweka na nadhiri, kama utanipa basi mimi nitakutolea huyo mtoto. Wakati wote akiwa hai, wembe hautafikiria, yani mambo ya kishetani hayatapita kwenye maisha yake. Sitampeleka kwa waganga, sitafunga uzi mweusi, sitafunga makonokono, sitamtambikia, sitamchanja chale kwenye mwili wake. Huyo mtoto nitakutolea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda kwenye mstari wa 20 pale, utaona Mungu anatimiza ahadi yake ambayo Ana ameomba, anapata mafanikio. Anasema mstari wa 20, ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba
kuzaa mtoto mwanamume kama alivyoomba. Bwana asifiwe sana. Anachukua mimba, anazaa mtoto mwanaume kama kule juu tulivyosoma alivyoomba kwa Mungu. Akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Samueli, akasema kwa kuwa nimemomba Bwana, kwa kuwa nimemomba kwa Bwana. Kwa hiyo mwanamke huyu anafanikiwa kupata mtoto si kwa sababu alienda kwa daktari mzuri, si kwa sababu alienda mahospitali makubwa, si kwa sababu alienda kwa bibi mchawi, anafanikiwa kupata mtoto kwa sababu alimomba nani? Alimomba nani? Anasema ataitwa Samueli, akisema kwa kuwa nimemomba kwa Bwana. Kwa hiyo kumbe njia ya kufanikiwa ni kuomba. Njia ya kufanikiwa ni kuomba. Kwa maombi amefanikiwa kupata watoto. Kwa maombi ameomba, ameweka na nadhiri yake, ikiwa Bwana utaliangalia teso. Muulize mwenzako, wewe unateseka na nini? Muombe Mungu. Huyu alikuwa na teso, alikuwa na uchungu rohoni, na anaenda kwenye maombi, anamwambia Mungu, ikiwa wewe utaliangalia teso la mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako haja ya moyo wangu, unipe mtoto mwanamume. Huyu ilikuwa kwake ni mtoto. Wewe inaweza kawa kwako ni nyumba. Wewe inaweza kawa kwako ni uponyaji. Ikiwa Bwana utaliangalia teso la mjakazi wako na ukaniponya mimi ugonjwa huu, basi mimi, yeye aliweka nadhiri, huyo mtoto nitakutolea. Wewe unaweza ukasema na Mungu, basi mimi maisha yangu yaliyobaki nitakutumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa Bwana utaliangalia teso la mjakazi wako na ukanipa mimi mke mwema anayetoka, basi ndoa yangu mimi na nyumba yangu tutakutumikia. Amen. Kila mmoja ana uchungu wake. Hana uchungu wake hapa tunaona ilikuwa ni kupata uzao. Ni kupata uzao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Ni kupata uzao. Anasema naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamomba Bwana, akalia sana, akaweka na nadhiri, akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume. Hiyo ndio lilikuwa teso lake. Kila aliyemwamini Yesu akichukua hatua ya imani akaomba, atapokea majibu yake. Kwa nini atapokea majibu yake? Ni ahadi ya Mungu kwetu sisi kwamba ombeni na nyinyi mtapewa. Kwa maana kila aombaye hupewa, ni ahadi. Kwa nini wengi wanaomba na hawapokei? Wanaomba kwa mashaka. Wengine wanaomba kwa kupapasa. Wengine wanaomba huku akiwa haamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unaomba lakini una target zako. Lakini angalia wale ambao walichukua ahadi ya Mungu kwa kuamini na akaenda mbele za Mungu serious, walikutana na matokeo yao. Walifanikiwa katika maombi yao. Kwa nini leo maombi yanaonekana hayafanikiwi? Wengi wana mashaka. Wengi ana vitu vingi, yani unaomba Mungu lakini wakati huu unasema ningefanyiwa hiki. Labda mchungaji angenigusagusa. Ona hapa huyu mama hajaguswa na mchungaji. Yeye mwenyewe amechukua hatua ya imani. Ndio maana unaona anaweka hizi nadhiri zake, haziweki kwa mchungaji, anaziweka moja kwa moja kwa Mungu. Kwamba ikiwa wewe Mungu, wewe ukaliangalia teso la mimi mjakazi wako na ukanipa mimi haja ya moyo wangu, basi mimi. Sasa kila mmoja ana teso lake. Kila mmoja anajua nini anatamani kwa Mungu. Lakini kwa njia ya maombi unaweza kufanikiwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Kufanikiwa kwa njia ya uzao. Hii alidai ahadi katika uzao. Alijua mimi ni mwanamke na nimeolewa na ninatakiwa nizae, na neno la Mungu linasema apata kuwepo na aliyetasa
wala mwenye kuharibu mimba. Nimeshindwa kwa matabibu, nimeshindwa kwa madaktari, naenda moja kwa moja kwa njia ya maombi mpaka nifanikiwe. Ndio maana unaona kule juu anatoa nadhiri, anaomba, lakini kwenye mstari wa 20 unaona Mungu anamkumbuka, anasema ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na akazaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Samueli, akisema nimemomba kwa Mungu. Haya ni matokeo ya maombi yangu, haya ni majibu ambayo niliomba kwa Mungu. Mungu amejibu kile nilichoomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema Bwana Yesu, naamini neno lako, naamini ahadi zako, hata mimi nitapokea, hata sasa nitapokea. Ukiwa na imani, Biblia inasema ukiamini yote yanawezekana kwako. Kwa nini maombi hayajibu kwa wengi leo? Hawaombi kwa imani, hawaombi kwa kina. Lakini Mungu yuko pale pale, uweza wake uko pale pale, neno lake na ahadi yake iko pale pale. Ukiomba kwa imani inawezekana kwako. Kwa njia ya maombi, mama huyu alifanikiwa kuwa mama wa watoto wengi. Hakuishia kumzaa tu Samueli. Baada ya kumtoa Samueli kama nadhiri yake alivyoweka, Mungu akampa watoto wengine, akapata watoto wengine. Kwa Samueli alipata wadogo zake. Bwana asifiwe sana. Lakini nini kimempa? Amefanikiwaje? Yaani leo ungekutana na Ana, unamuuliza wewe si mama uliyekuwa tasa kwa miaka mingi, nini mafanikio yako? Angekwambia ni maombi. Ndio maana wako watu wamefanikiwa, ukiwauliza anakuambia Bwana mimi ni Mungu. Ndio maana wengine wanaona wanasubutu hata kuandika kwenye mabasi. Unaona mabasi yale ya kwenda mikoani, mtu anaandika nyuma ya basi, hata sasa Bwana ametusaidia. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Kwamba kwa njia ya maombi nilimwomba Mungu akanisaidia nikapata hili basi. Wako watu wamefanikiwa kujenga, ukimuuliza hata kuambia mimi ni mtafutaji sana ndio maana nimejenga, atakwambia ni Mungu amenisaidia. Hata hapa ni Mungu amenisaidia, kwamba Mungu nilimwomba amenifanikisha nikajenga. Haleluya kanisa. Unamwomba Mungu wakati mgumu, hujui kabisa itakuwaje, na Mungu wakati unapowadia Mungu anakujibu. Anapokujibu, anayekuuliza lazima utampa Mungu utukufu. Naona huyu mama anasema nitamwita Samueli, yani nitatangaza uweza wa Mungu kwamba ni Mungu alinipa mtoto. Simwiti Samueli kwa sababu niliomba kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Wengine wanaita majina ya kutokana na alivyompata. Naona watu wanabatiza mwanae Mateso. Maana aliteseka na hii mimba, alizulumiwa, alifanya nini, basi amezaa mtoto. Kama ni wa kiume Mateso, kama ni wa kike utasikia shida au taabu kutokana na alikopata. Bwana asifiwe sana. Alipata mimba juu kwa juu, akuomba wala hakutarajia, akafanya usherati, akapata mtoto. Kwa hiyo akakuta kile kibwana kimekataa kuhudumia, kajaribu kutoa mimba, imekataa kutoka, kajaribu kumeza madawa, imekataa kutoka. Anapokuja kuzaliwa anasema huyu mtoto ni Mateso. Sasa mtoto uliyepata kwa Mungu huwezi kumwita Mateso. Angalia mama huyu anasema nitamwita Samueli, kwamba nimeomba, yani kwa lugha nyingine ni maombi, nitamwita maombi. Wako watu wanawaita watoto wao ombeni, si ndio? Mwae kuona mtoto anaitwa ombeni. Kwa nini mama anaamua kumpa jina la ombeni? Kwamba niliomba Mungu akanipa huyu, kwa hiyo ataitwa ombeni. Kwamba na wengine mnataka mtoto ombeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sijui kama tunaelewana. Kwa njia ya maombi unaweza kufanikiwa. Umeshindwa kufanikiwa kwa njia hii, umeshindwa kufanikiwa kwa njia hii, umeshindwa kufanikiwa kwa njia, lakini kwa njia ya maombi, ukiomba kwa imani unaweza kufanikiwa. Ombeni. Kwa nini unamwita mwanao ombeni? Niliomba kwa Mungu. Samueli. Kwa nini unamwita mwanao Samueli? Niliomba kwa Mungu. Twende jambo la pili. Njia ya kufanikiwa kwa maombi. Hapa nimeandika ya kwanza nimeandika ahadi za Mungu kwa njia ya uzao. Na pili andika ahadi za Mungu kwa njia ya uponyaji.
ahadi za Mungu kwa njia ya uponyaji. Kwenye neno la Mungu kwa habari ya uponyaji, Mungu ameahidi kutuponya. Ameahidi kutuponya mahali pengi tu. Ukisoma kwenye Mathayo anasema wakamletea wote waliokuwa hawawezi, akawaponya na magonjwa yao. Ukisoma kwenye Isaya 53 pale utaona kwa kupigwa kwake tuliponywa. Ukisoma Zaburi ya 103 anasema kusamehe maovu yako, kuponya magonjwa yako. Hiyo ni ahadi ya Mungu kwa njia ya uponyaji. Lakini tumwangalie Isaya, mtu mmoja kwenye kitabu cha Isaya ile 38, ahadi za Mungu kwa njia ya uponyaji. Isaya 38 mstari wa 1 mpaka wa 5 pale. Isaya 38. Isaya 38 mstari wa 1 mpaka wa 5 pale. Anasema siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Tuko kwenye pointi ya pili. Njia ya kufanikiwa, pointi ya pili. Ya kwanza nimesema ahadi ya uzao. Nimetoa tu andiko moja, maandiko mengi lakini muda hautoshi. Ahadi ya pili ni ahadi ya Mungu juu ya uponyaji. Ahadi za Mungu kwa njia ya uponyaji. Anasema siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amos akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hautapona. Basi Hezekia akajigeuzia, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana. Tuseme wote, akamwomba Bwana. Akamwomba Bwana akasema, Bwana kumbuka. Kule tunaona ana mtoto, anatamani mtoto, anageuka, anaomba na Mungu anamfanikisha, anapata mtoto. Hapa huyu jamaa anaumwa na analetewa unabii kwamba huu ugonjwa unakumaliza. Anageuka, anaenda mbele za Mungu, anamwomba Bwana. Akasema, Bwana kumbuka haya, na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Kule nako analilia sana. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu huwa vinaumiza vinapokawia kuja kwako. Ulitegemea baada ya kuingia hospitali kuwekewa madilipu na kutundikiwa na masindano ya quinini, sijui madawa gani, ulitegemea baada ya pale ugonjwa utaondoka. Ulitegemea baada ya dozi uliopewa, ukimaliza dozi na magonjwa yameisha. Unashangaa unamaliza dozi, ugonjwa utafikiri ndio umeanza upya. Unamaliza dawa na dawa, ugonjwa uko pale pale. Kwa hiyo huyu bwana naye akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambia Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nimeziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Amepataje kuponya? Kwa njia ya maombi. Wewe unayeamini kwamba mpaka utundikwe madripu ndio utapona, wenzako kwa kuomba au na kuonyesha kwa kuomba, ni wachache tu wako rukuki kwenye Biblia, kwa maombi walipata uponyaji. Ndio maana ya kusema yasiyowezekana kwa wanadamu yanawezekana kwa nani? Ukiona jambo umeng'ang'ana limeshindikana, geuka. Huyu aliugua na alikuwa mautiuti. Biblia inaposema katika hali ya kutaka kufa, maana yake hapa tungesema aliwekwa chumba cha ICU, kakatia roho huko. Akiwa kule kwenye chumba cha ICU, anakuja nabii, anatoa unabii kwamba ugonjwa huu, kama kuna maelekezo ya kuelekeza familia yako, kama kuna akaunti ya benki mke wako haijui, kama kuna mashamba umenunua ndugu watoto wako hawajui, waelekeze vitu hivi viliko, maana ugonjwa huu unakuondoa duniani. Tunajua kuna watu wanakuwa na vitu na naamini tu nitaishi.
hawezi kumwambia mwenzake, hawezi kuambia watoto wake, hawezi kumwelekeza mume wake au mke wake. Anasema hii ni siri yangu. Kuna watu wamekufa, wameacha hela zimefukiwa mahali, na watoto wake wanaishi maisha ya shida, hela kafukia mahali. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka miaka ya nyuma kidogo, kulikuwa na mzee mmoja kule kwetu, alikuwa anapewa hela na watoto wake anaficha. Alikuwa na mtoto wake mmoja mkurugenzi wa barabara, anapewa hela na watoto wake anaficha. Baadaye akawa mzee sana, zile hela huwa kifika wakati wa masika kama hivi zikawa si anazificha chini, zikawa zinashikana maukungu, shikana ukungu. Kwa hiyo kakitoka kajua anaenda polini, katikati ya poli kwenye jiwe anazianika. Sasa siku anaanika, mwokota kuni anaona mchezo ule unavyotendeka. Amezianika, amemaliza, sijui nini nilimpata, ngoja niende kwanza nyumbani, hapo nikirudi zitakuwa zishakauka. Ameenda nyumbani, ni mwokota kuni, akatua mzigo wa kuni okota zote, kaswinda kwenye kanga huyo nyumbani. Siku hata hakurudi tena na mzigo wa kuni. Anarudi pale, jiwe linamtazama tu, hakuna hela hata moja. Naanza kulia, nilianika hela poli fulani wameziiba. Watu ndio wanajua, kumbe una hela. Mtu wake naye anashangaa, tunapata shida hata sabuni ya kuogea, kumbe hela zinafichwa huko. Sasa huyu Hezekia nabii anamwambia, tengeneza mambo ya nyumba yako. Si kwamba atengeneze kwamba atubu, na aweke mambo sawa. Kama kuna vitu amewekeza kwa watu, unajua maisha ya watu wa zamani, anaweza akawa na ng'ombe amewekeza kwa mtu, ana mbuzi amewekeza kwa mtu, ana mali fulani ameificha mahala, kwamba waambie watoto wako na mke wako na ndugu zako, maana homa hii inakuondoa. Hezekia akageukia ukutani, akasema, kumbe natibiwa siponi, kumbe ugonjwa unaniondoa. Najua ahadi za Mungu zinavyosema kwamba sitakufa. Kufa unaweza kukata rufaa. Bwana siwe sana, kwamba mimi sitaki kufa sasa hivi. Kwa hiyo akakata rufaa, akageukia, akaomba. Anasema Mungu akamjibu, akamwambia, nimeyasikia maombi yako, nimeyaona na machozi yako. Tazama, nimekuongezea siku zako kiasi cha miaka 15. Nimekuongezea kwa sababu gani? Kwa sababu ya maombi. Ungekutana na huyu mzee, ungemuuliza, nini kimekutoa hospitali? Umepataje kupona ule ugonjwa? Angekuambia, nimefanikiwa kupona kwa maombi. Kwa sababu shindano zilishindwa, madawa yalishindwa, madaktari walishindwa, kwa maombi akatoka hospitali. Kwa hiyo kama leo tungekuwa naye, tungemuuliza, ule ugonjwa ambao ulitaka kukuletea mauti ulipataje kupona? Angekuambia, nilimwomba Mungu. Yako mambo kibinadamu hayawezekani, lakini kwa Mungu yanawezekana. Amen. Mojawapo mafanikio, ahadi za Mungu kwa njia ya maombi, kwa njia ya afya. Amepata uponyaji kwa sababu aliomba, na alikuwa anakufa kweli. Maana huyu nabii Isaya alikuwa ni nabii kweli, si kama manabii hawa leo. Alikuwa ni nabii wa Mungu kweli. Ndio maana ukisoma habari zake unaona ameongea mambo ya miaka mingi ijayo, na amekuja kutokea vile vile. Yeye aliongea habari ya kuzaliwa kwa Yesu, toka chipukizi litaanzia wapi mpaka kuzaliwa kwake Isaya. Lakini amekuja amechambua kwa habari ya kufa kwa Yesu, mpaka aina atakavyokufa, atakavyodharauliwa, atakavyoonekana hafai si lolote. Amechambua kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unabii aliopeleka kwa Hezekia ulikuwa ni kweli, anakufa. Lakini Hezekia akajua iko ahadi ya Mungu ya uponyaji. Bwana asifiwe sana. Akasimama na neno kwamba Mungu si umeahidi nikiomba kwa bidii yote yanawezekana. Akaomba, na alipoomba akaongezewa. Mungu akasema, nimesikia maombi yako. Hata wewe kitu gani kinakutesa? Una ugonjwa gani umeshindikana? Ukiamua leo hii kaomba na kuomba na kuomba, Mungu anaweza kuondoa ugonjwa. Maana anasema yanawezekana yote kwake yeye aamini. Ukiamini tu. Shida yetu tunaomba huku tuna mashaka, tunaomba huku hatuamini, lakini tunamwekea Mungu mashaka. Angalia, nakupa mifano michache hii ili tunapoingia kwenye maombi ujue namna ya kufanya.
kwamba huyu Hezekia usifikiri ni malaika fulani alishuka kutoka mbinguni. Alikuwa mwanadamu kama wewe, yaani kama ulivyo hivi. Alizaliwa na baba na mama kama wewe ulivyozaliwa na baba na mama. Aliumwa kama wewe unavyoumwa. Lakini alijua iko ahadi ya Mungu. Mungu anaponya. Bwana asifiwe sana. Amen. Usifikiri hawakuwepo madaktari kipindi chao, walikuwa madaktari wazuri kweli kweli. Usifikiri palikuwa hapana mahospitali kipindi chao, kulikuwa na mahospitali ya Kirumi. Madaktari wazuri kweli. Lakini kuna mambo kibinadamu hayawezekani. Kabisa yako magonjwa kibinadamu hayawezekani. Ndio maana ya Mungu kusema yasiyowezekana kwa wanadamu, hayo yanawezekana kwao. Yatawezekanaje kwa Mungu? Lazima chukua hatua ya imani, omba. Angalia Ana alijua kabisa ukishaambiwa wewe ni tasa haiwezekani kuzaa. Lakini akagundua kwenye ahadi za Mungu matasa wanazaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukienda madaktari anamwambia wewe bwana mirija imeziba. Huwezi kuchukua mimba. Tuzibue mirija. Wanaweza kuzibua mirija na usipate. Ukienda kwa madaktari anakuambia bwana kizazi chako kimelegea. Wako madaktari wanakuambia kizazi chako kiko mbali. Mimi si huwa sielewi mbali ni wapi. Wakati ni mwili huo kimeenda mbali wapi? Yaani kimetoka ndani ya mwili kimeenda kujitenga. Bwana asifiwe sana. Lakini Ana alijua hayo ni majibu ya matabibu wa kibinadamu. Yuko Mungu anayeweza kufanya yale yasiyowezekana. Akaenda mbele za Mungu akalia sana. Alafu anasema muda ulipowadia Mungu akamkumbuka Hana. Bwana asifiwe sana. Majira yalipowadia Mungu akamkumbuka Hana, akakuta mumeo akamchua, alipomchua akapata mimba. Mume yule ambaye alikuwa akimchua apate mimba. Alipomchua malaika akapata mimba. Si kwa akili za kibinadamu. Ni Mungu alihusika. Bwana asifiwe sana. Yapo mambo tunahitaji kumhusisha Mungu moja kwa moja. Lazima muhusishe Mungu moja kwa moja kwamba Mungu hili kwako najua linawezekana. Kweli kibinadamu limeshindikana, kwako linawezekana. Omba kwa imani. Angalia Hezekia, ni kweli anajua ugonjwa huu unaniua, lakini ahadi za Mungu zinasemaje? Kwamba nitaishi. Akageukia ukutani, akaomba, akalia sana. Mungu anamwambia, nimesikia maombi yako, nimeyaona na machozi yako. Machozi ya mtu anapoomba, yale machozi na yenyewe huwa yanaongea. Tofauti na machozi ambayo unalia mwenyewe. Unalia kwa sababu uliyempenda kakutenda, au huwa hayaongei chochote mbele za Mungu. Hasa mabinti. Methali nasema msiamshe mapenzi. Unayaamsha mapenzi bado mdogo, unaishia kujinyonga. Machozi hayo utayalipa. Yaani Mungu alipe machozi ya mzinifu. Hawezi kulipa. Yaani unalia ni kama mtu kama kichaa fulani. Sababu yeye ameshakwambia usiamshe mapenzi. Wewe unayaamsha afu unatendwa. Mungu atanilipia. Mungu gani? Mashetani labda. Mungu analipa machozi yale ambayo tayari wewe upo kwenye ndoa. Ukitendwa vibaya upo ndani ya ndoa. Ukitendwa na mkeo, ukitendwa na mumeo, hayo machozi Mungu analipa. Lakini umekutana na majambazi watupu huku. Huwa halipi. Wala hayasikii, wala hayaoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Amen. Mungu akamponya akawa salama. Twende pointi ya 3. Ahadi ya Mungu kwa njia ya uzao tumeshaangalia. Ahadi ya Mungu kwa njia ya uponyaji tumeshaangalia. Ahadi ya Mungu juu ya kupata mke au mume. Ahadi ya Mungu juu ya kupata mke au mume. Ahadi ya Mungu juu ya kupata mke au mume. Ahadi ya Mungu juu ya kupata mke au mume. Mungu ameahidi mahala pengi sana kwamba apataye mke ajipatie kitu chema na ajipatie kibali kwa Mungu. Hiyo ni ahadi yake.
ameahidi mke mwema kutoka kwa Bwana, mume mwema kutoka kwa Bwana. Hiyo ni ahadi yake. Kwa hiyo mimi ambaye ninamhitaji mwenzangu, nahitaji Mungu anipe mwenzangu, unachukua ahadi ya Mungu unaenda nayo kwenye maombi, kwamba Mungu umeahidi kwa njia hii utanipa mwenzangu. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18. Nachukua tu maandiko machache, sababu ahadi hizo ni nyingi na tumezisoma sana na wengi mnazijua na mnazisoma. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18. Anasema Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Hiyo ni ahadi ya nani? Kwamba apendezwe wewe uwe peke yako, atakufanyia msaidizi wa kufanana nawe. Kwa hiyo kumbe, ninapotaka mume au mke, chukua ahadi ya Mungu, nenda nayo kwenye maombi. Unapokuja kumpata mke wako, unasema, mtu anakuuliza ulipataje mume mstaarabu na mcha Mungu na unamwambia nilimwomba kwa nani? Nilimwomba kwa nani? Kwa Bwana. Ulipataje mke anayekutii namna hii? Ni matokeo ya maombi yangu kwa Mungu. Haleluya kanisa. Amen. Kwa nini? Ahadi yake anasema si vema mtu huyu akae peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana na yeye. Kwa hiyo mimi ni kuchukua ahadi ya Mungu kwenda naye mbele za Mungu. Mungu, umeahidi utanipa wa kufanana na mimi. Nafanana nini? Tunafanana tabia. Si lazima nyuso zenu zifanane. Kitafuta kufanana nyuso utakesha. Wa kufanana tabia. Wewe unampenda Mungu na yeye atampenda Mungu. Wewe mcha Mungu na yeye atamcha Mungu wako. Wewe ni mwombaji na yeye ataomba. Yeye ana huruma na wewe una huruma na yeye atakuwa na huruma. Wewe ni mkarimu na yeye atakuwa mkarimu. Kwa nini? Kwa sababu nilimwomba. Sasa mtu anapokuuliza, wewe na mume wako na mke wako mbona mnaelewana sasa? Uliwezaje mwenzangu kupata mke wa aina au mume wa aina? Niliomba kwenye ahadi za Mungu. Nilichukua ahadi ya Mungu, nikamlilia Mungu, nipe wa kufanana na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana angalia, wazee wetu wa zamani waliweza kuishi mpaka ukongwe wao, mpaka wanazeeka wanalao moja. Kwa nini? Wengi wao hawakukurupuka. Hata kama walikuwa hawajamjua Mungu, wakati mwingine walitumia hekima za wazee wao kupata mke, kupata Mungu. Bwana asifiwe sana. Walisikiliza hekima za wazazi. Hekima ya baba inanielekezaje wakati wa kuoa. Angalia kama Isaka mnaweza kusema hakuomba, lakini hekima ya baba yake Ibrahimu ilimpa Isaka nani? Ilimpa Isaka nani? Ukisoma pale unaona Ibrahimu ndo anamwambia mjakazi wake, nenda kanitafutie mke wa mwanangu kwetu. Leo vijana wa leo, kwa nini wanakutana na majanga? Yeye ataki hekima imongozi, si ya Mungu, si ya wenye hekima, hataki. Angalia kwa mfano hapa, tunafundisha sana kuishi maisha matakatifu, lakini tunao watu humu anayaacha haya tunayofundisha, anaishi ya kwake. Manake amekataa hekima ya baba yake wa kiroho, amekataa hekima ya Mungu ambaye baba yake wa kiroho anamwabudu. Ibrahimu alikuwa na Mungu. Hekima ya Mungu ndani ya Ibrahimu ilimuongoza Isaka kupata mke sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ahadi ya Mungu ni kweli, ukisimama nayo ukadai utafanikiwa. Mungu anakupa wa kufanana na wewe. Ndio maana leo unakuta baba anamcha Mungu, mama amchi Mungu. Baba anampenda Mungu au mama anampenda Mungu, baba amchi Mungu. Yaani ni changanyikeni. Utafikiri vile vidonge vya rangi mbili, huku kweupe huku kwekundu, hiki kitakatifu hiki chekundu. Waimbaji fulani wakaimba kekundu kekundu.
Wewe mama umcha Mungu, una baba kekundu. Kwa nini ulikataa hekima ya neno la Mungu? Ulikataa neno. Hapo watu yeye yani analijama lake hilo ndo amejiweka mimi hilo. Mtawa na kazwa makofi. Mmoja tukamwambia, mimi nilikuwa kama mzazi, nikamwambia wewe, huyu kijana nisione kama anaweza akakuoa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu unaangalia maisha yake huyu kijana, naona yuko hivi na hivi na hivi. Tunatumia ule uzoefu ambao na sisi tulipita huko. Unajaribu kumwokoa binti yako kwamba usije ukadhama na wewe. Akatuona sisi faki. Unaniambia nini? Akatuaga, akatuambia naenda kwenye kozi Iringa. Naenda kwenye kozi Iringa. Anamwambia mamake hivi, naenda kozi Iringa. Unajua wamama kama mjasoma, alafu mwanao kasoma, anakutajia pale maneno ya Kiingereza, hiyo kozi anahitaji kwa Kiingereza. Anasema basi nenda kafanye mwanao. Unampa na nauli. Kumbe haendi kwenye kozi Iringa, anaenda kwa bwana wake. Ana kibwana huko Iringa. Sasa mimi nashukuru Mungu, unaweza kanidanganya lakini huwa nina ile roho wa Mungu ndani huwa ananiambia. Yaani unaona ninapoongea na mtu ananiambia hii anakudanganya. Kwa hiyo mimi nikapiga simu, bwana nimesikia umeenda kozi Iringa. Kozi kweli? Niko kwenye kozi. Nikamwambia bwana mimi moyo unakataa wewe haupo kwenye kozi. Hamna, nipo kwenye kozi. Niambia anambia ongea na rafiki yangu tuko kozi moja. Kashamwandaa jinga lenzake hapo pembeni. Sawa. Kama kweli upo kwenye kozi nakubariki. Lakini kama unanidanganya utaonyeshwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Yuko kwa kibwana. Akiwa huko ameshafanikiwa kumdanganya mamake, katudanganya na wengine. Haikuchukua muda. Si ameongea na mtumishi wa Mungu, hekima ya Mungu kaikataa. Kumbe yuko kwa kibwana chake, mambo yakaharibika. Kile kijamaa ngumi zikaanza kupigwa ndani. Ngumi, piga kidogo ampasue jicho. Tupa nje. Nyang'anya kila kitu, nyang'anya simu, piga mangumi, chani ya nguo. Sicheze na Mungu. Katoka pale, sijui alienda kuomba nauli wapi. Karudi kwa mamake jicho hilo. Unajua ukipigwa jicho alafu linabadilika na kwa jeusi. Hakuja pale, wewe nini? Kumwona tu mamake anaanza kulia. Nini? Anasema mama nisamee. Nilikudanganya kwamba nipo kozi, nilikuwa kwa kijana fulani. Nini? Amenipiga sana. Sasa unajua ukishapigwa katika hali ya upumbavu unatamani unapomwambia mama sijui na yeye chukua tu amfunge yule kijana. Mama akacheka ya moyoni, sawa. Ambia ndio umeumizwa wewe, umeumizwa. Kapigiwa simu na mimi, nasema mimi nilimwambia kama unanidanganya Mungu atashughulika nawe. Kwa hiyo huyo kakomeshwa. Bwana asifiwe sana. Kwa nini wanafikia hapo? Huwa hawataki hekima ya Mungu iwaongoze. Lakini angalia hekima ya Mungu, anasema Bwana Mungu akasema si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia mimi Mungu, nitamfanyia msaidizi afanane na yeye. Kwa hiyo lazima huyo mtu kwanza awe sahihi. Amalize anachokifanya, kama anasoma ni amalize masomo. Kwa sababu unasoma unachanganya mapenzi, Mungu hawezi kukupa mtu aliye sahihi. Hawezi kuingilia kwenye hilo jambo. Maliza masomo, kama unataka kupata kazi pata kazi. Sasa sema nataka sasa nipate mwenzangu. Nenda kwenye maombi. Chukua muda tena kumwomba Mungu na kusikia hekima ya Mungu. Uwe kijana wa kiume, uwe kijana wa kike, lazima hekima ya Mungu ikuchagulie mtu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu tayari ameahidi. Si vema uwe peke yako, ni ahadi yake, maana atakupa, yupo anayefanana na wewe, yupo. Leo wengi wanachagua kwa macho yao. Kwa hiyo anajikuta ndani ya ndoa anakuwa ni ndani ya jela ndogo. Ndio maana leo watu wengi sana hawafurahii ndoa, kwa sababu alichagua mume au mke kwa hekima yake mwenyewe.
Anasema kuomba ni kupoteza muda. Yaani niombe mimi ni kijana, mimi ndo napenda naomba nini? Mimi naona tu yoyote nitakayeridhika naye ndo huyo. Yupo anayefanana na wewe na yupo asiyefanana na wewe. Hamtafanana katika mambo yote, katika ibada, katika mwenendo, katika tabia, katika kila kitu utaona mnakataana. Wao wanasema sasa tuombe, wenzao waambie sina huo muda wa kuomba kitu. Kwa nini? Kwa sababu kuomba. Bwana asifiwe sana. Lakini ukiomba kwa Mungu, Mungu anakupa kwa sababu ni ahadi yake. Kama yule aliomba mtoto akapewa, yule akaomba uponyaji akapewa, hata wewe ukiomba mume atakupa anayefanana na wewe. Utachelewa kumpata, atachelewa kuja, lakini atakapokuja, hata kama utakaa naye miaka 10, itakuwa ni miaka 10 ya baraka, yenye furaha, yenye amani, iliyojaa changamko ndani ya ndoa yako. Mama moja tulikuwa tunasali naye, yeye kaolewa katika utu uzima kabisa. Bwana asifiwe sana. Aliolewa katika utu uzima wake. Si kwamba alikuwa hawaoni wanaomtaka, walimtaka. Lakini alikuwa anaomba Mungu ampe wa kufanana naye. Alipokuja wa kufanana naye, akawa anafanana mpaka umri. Yaani na yeye katoka huko muhanga wa kutafuta kufanana naye. Wakakutana wahanga wote. Mnatafuta kufanana naye, wakajikuta wanafanana. Kwa yule mama akawa anashuhudia kwamba yani maisha yangu ya ndoa ni burudani. Haleluya kanisa. Amen. Kwa nini? Kampata wa kwake, wa kufanana naye, kufanana mawazo, kufanana tabia. Hakuna upinzani. Sema leo Bwana hatupiki, tunafunga. Sema sawa, tunaombea nini? Tuombee hili taifa. Sawa. Leo Bwana tupige masaa 24 tuombee uchumi wetu. Sawa. Yaani mama akisema baba sawa, baba akisema mama sawa. Leo Bwana naomba tutembelee yatima. Sawa. Tunaombea nini? Tupite tuangalie vitu. Sawa. Mbona wanafanana? Wewe unasema leo Bwana tufunge, sema wewe usinitanie. Mimi nipikie chakula. Funga kitu gani? Kwa unajikuta unatengeneza chakula, moyo unauma. Kama mimi naona kabisa tunahitaji kufunga na kuombea familia. Tuombee ndoa yetu. Ndio ambaye nitengenezee chakula. Bwana asifiwe sana. Kwa nini hukupata kwa maombi? Tema baraka za Bwana hazichangani na majuto ndani yake. Bwana asifiwe sana. Hazichangani na majuto ndani yake. Wale wenzetu waliongozwa na hekima za wazee kwamba kaoe ukoo fulani. Hekima ile iliwaongoza, kaoe kwa mtoto fulani, kamuoe mtoto fulani. Wale wazee walikuwa na tabia ya kuchunguza mwenendo wa mtoto. Kama mtoto huyu anafaa, kwa hiyo ukimpata unakuta unafurahi. Kwa sababu hawakumjua Mungu, walitumia hekima ya wazee. Lakini leo wewe na mimi umepata neema, unamjua Mungu. Tumia neno la Mungu, dai ahadi ya Mungu kwa maombi na utaona mafanikio. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Amen. Ahadi ya Mungu. Twende point namba 3. Namba 4. Namba 4. Enda haraka ili tupate muda wa kuomba. Leo nisema tutaombea watoto, tutaombea watu. Andika ahadi ya Mungu kwenye kazi. Kwenye kazi. Mahali pengi Mungu ameahidi juu ya kazi zetu. Anasema nitabariki kazi ya mikono yako. Nitabariki kazi ya mikono yako. Lakini amesema kila anayefanya kazi hata kosa posho lake, fungu lake. Amesema asiyefanya kazi na asili, maana ukifanya kazi utakula. Ziko ahadi nyingi sana za Mungu kwenye Biblia juu ya kazi unayofanya. Lakini mimi nimeipenda hii Kutoka 16:26 mpaka 30 pale. Ahadi za Mungu kwenye kazi, eneo la kazi. Kutoka 16 mstari wa 26 mpaka 30.
Kutoka 16:26 mpaka 30. Anasema hivi, siku 6 mtaokota, lakini siku ya 7 ni Sabato, siku hiyo akitapatikana. Ikiwa siku ya 7 wengine wakatoka kwenda kuokota, wasikione. Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu hata na sheria zangu hata lini? Wewe nianze upi? Siku 6 mtaokota. Okota, si ndio mnaita saizi wanaita maokoto. Hela wanaita maokoto, si ndio? Siku 6 utaokota, manake zimehalalishwa na Mungu. Siku 6 hizo ukienda huko utapata maokoto, utaokota. Lakini siku ya 7 wengine wakatoka kwenda kukiokota, wasikione. Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Nimekataza siku ya 7 kwenda kwenye maokoto. Kwa nini mnaenda? Angalieni, kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo Sabato kwa sababu hii kuwapa siku 6 chakula cha siku 2. Kaeni kila mtu mahali pake. Mtu awaye yoyote asiondoke mahali pake kwa siku ya 7. Basi hao watu wakapumzika kwa siku ya 7. Mungu anataka tufanye kazi na yuko tayari kufanikisha kazi ya mikono yetu. Kwa nini leo watu hawafanikishi? Mungu hafanikishi kazi ya mikono ya watu kwa sababu anataka afanye kazi mpaka siku ya 7. Yaani leo Jumapili mtu akipata issue ya hela naenda. Anasema naenda nimepata dili la hela. Leo mtu akiambiwa kutakuwa na kazi na tutakulipa kwa sababu ni nje ya siku ya kazi, utapata ile hela ya ziada, anaenda. Sasa unapofanya kazi mpaka siku ambayo Mungu hataki, unasababisha Mungu aziharibu hata zile siku zingine 6. Ndio maana unakuta wanaenda wanafanya kazi mpaka siku ya 7, lakini angalia hizo hela zinatoka kwa njia ya magonjwa. Zinatoka kwa njia ya matatizo fulani. Zinatoka kwa njia ya kesi. Yaani zinaenda ovyo, lakini anakuwa hajawahi kupata amani na hela zake. Kwa sababu anafanya kazi mpaka siku ambayo Mungu hataki mtu afanye kazi. Siku 6 Mungu anataka nenda kufanya kazi, atakufanikisha na anasema atakupa mpaka ya kula siku ya 7. Kwa hiyo kwa mfano wewe unafanya kazi Jumatatu, Jumanne, Jumatano mpaka unafika Alhamisi, Ijumaa, huna hela ya kula Jumapili. Mwambie Mungu, ahadi yako nasema siku ya 7 nisitoke. Naomba leo kanibariki, kanifanikishe, nipate hela ya kutumia leo na kesho nikiwa kanisani niwe na hela ya kukutolea sadaka, na hata nitakaporudi na familia yangu wapate kula na kusaza. Anasema aliwapa siku 6 akawapa na siku 2, yani pesa ya siku 2 ili siku ya 7 wapumzike. Sasa mtu unakuta amefanikiwa Jumatatu, amepata Jumanne, amepata Jumatano, amepata Alhamisi, amepata Ijumaa, amepata Jumamosi, hii wiki nzuri, na kesho nafungua biashara. Jumapili aenda. Na Mungu anasema kumbe uliziki wewe. Sasa naziporomosha na hizo zingine ulizopata. Unaona hela zako zinafyatuka tu, zinatoka ovyo. Zinatoka kwa magonjwa, zinatoka kwa hiki, zinatoka kwa sababu ya kutokuheshimu siku ya 7. Wanaweza siwe sana. Issue sio siku gani. Huko nje watu wanagombania siku. Kwamba Sabato ni Jumamosi, Sabato ni siku 6 nimefanya kazi, ya 7 ni Sabato yangu kwa Mungu. Wanaweza siwe sana. Tumefanya kazi Jumatatu mpaka Jumamosi. Leo nitakaa mbele za Mungu. Nitakula nilichotafuta hizo siku 6. Lakini unakuta mtu mpaka leo ni Mkristo kabisa ananing'inia kwenye makazi. Wanaweza wasiwe sana. Kwa sababu wamemwambia ukija leo kuna posho kubwa. Ukifanya kazi leo utapata zaidi. Ahadi ya Mungu atakupa ndani ya siku 6 na chakula siku ya 7. Waliokota siku ya 7, wengine wakatoka, Mungu akauzuia. Kumbe mpaka
Mungu aliyehuzunika hapa anahuzunika hata leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia, anamuuliza Musa, anasema Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Mpaka lini mtadharau amri zangu? Ndio maana unaona leo, mpaka leo watu hawaheshimu siku ya saba. Ndio wanafanya kazi mpaka Jumapili, fanya kazi tena, anaona sawa tu, anaona sawa tu. Sasa hii ahadi haitimii kwa watu kwa sababu wanaivunja ahadi. Uwe mwaminifu. Siku 6 ulichopata tosheka nacho. Hata kama hujapata, mwambie Mungu, mimi najua kesho ni siku yangu ya mapumziko. Fanikisha njia zangu leo, ili kesho nikiwa ibadani ni kuabudu katika roho na kweli, nisiwe na mawazo tutakula nini. Uone kama Mungu atafanya. Chukua neno lake, nenda nalo mbele zake. Chukua ahadi yake. Umesema siku 6 utatupa mara 2 na ya kula siku ya 7. Nipe mimi ya kula Jumapili. Na waambie mimi kila ikifika Jumapili ndo nakosa nauli kabisa kuja kanisa. Bwana, mbona tuone, yani mimi Jumapili nakosa nauli kabisa, inabidi tu sana na Jumapili kafanye kazi. Hauko sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Sabato, na Biblia anasema wema wetu sisi tuliomwamini Yesu usipozidi ule wa Mafarisayo hatuwezi kumwona Mungu. Sasa ukiangalia Mafarisayo walikuwa makini sana na siku ya saba. Walikuwa makini sana. Huwezi kumtendesha Mfarisayo siku ya Sabato. Angalia pale wakati Yesu anakufa, wanaambia wale wa mama, harakisheni Sabato inakaribia. Yaani wao walitaka Sabato iwakute wamestarehe, si wanafanya kitu. Hata wanazika walikuwa hataki. Maambia tufanye haraka, siku ya Sabato pumziko limekaribia. Harakisheni. Nimefuatilia namna wa Mafarisayo walivyokuwa wanaishika sheria na kuitenda kwa umakini sana. Wangemwamini Yesu hivyo, wale mabwana tulikuwa hatuwezi kuwakuta. Yeye siku ya 7 huwezi kumtendesha kazi yoyote. Hata kutema mate anakuambia ni dhambi. Kitema mate ninaunywesha mmea utakuwa. Kwa hiyo itaonekana mimi nimeunywesha mmea mate. Nimeunywesha mmea maji siku ya Sabato. Kwa hiyo anakana mate yake mdomoni. Kuna kutema mate. Kuku mwenyewe akitaga siku ya Sabato, Sabato ikiisha anapewa adhabu. Ulitagaje mayai jana? Wewe jana ni nini? Amini, nimewafuatilia, nimeona hayo walikuwa wanafanya. Sikwambii kwamba nakufurahisha. Na Yesu anatuambia wema wetu usipozidi ule ni ngumu kumwona nani? Kama wenzako wanamwadhibu mpaka mnyama wa nyumbani, kwa nini umetaga yai leo? Na hawamwadhibu siku ile ya Sabato. Leo ni Sabato, ametaga, mwache, tutaonana kesho. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Yesu aliwahi kumwambia, kwa nini unaponya magonjwa Sabato? Usifikiri walikuwa wanatania, walikuwa serious. Wao siku hiyo walikuwa wataki kufanya chochote. Kwa nini umemponya mgonjwa siku ya Sabato? Na anawaonya pale, njoeni siku 6 na hayo magonjwa yenu, so siku ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao walikuwa na uwezo wa kutafuna mnano. Si kama mnaujua. Mnano walikuwa wanatafuna. Anapotafuna anahesabu, nimemeza ya kwanza, nimemeza ya pili, nimemeza ya 3. Ama leo tumesema wewe unapokula labda muhogo au ndizi, unahesabu yale matonge, la kwanza, la pili, la 3. Kwa hiyo anatafuna mnana na meza ya kwanza. Akifika ya 9 anasema nimemeza ya 9, hiyo sadaka. Akimeza ya 10 anasema nimemeza ya 10, naenda kuitolea fungu la 10. Wewe hesabu matonge, hesabu vijiko vile vya wali, cha kwanza, cha pili, cha 9, sadaka. Unaweka sadaka pembeni. Waliokuwa waaminifu kwa Mungu wao. Ukifikisha kijiko cha 10 unasema nitatoa zaka. Nimekula vijiko 10. Tungeweza? Na Yesu anawaambia wema wenu usipozidi wa hao jamaa ni ngumu. Wewe unatafuna bigiji, unashusha mate tu njia yote. Ulinunua saa 5 unakuja kuitema saa 9. Hata ujui umemeza mate mangapi. Mwenzako alikuwa na meza kwa mahesabu ya 9, anasema nitatoa sadaka.
ya 10 nitaitolea fungu la 10. Vijiko vya wali vile peleka cha kwanza, cha pili, cha 9 unachukua na kikombe cha maji unashushia, unamwambia Mungu asante, nitatoa sadaka. Vijiko 9 nimemeza bila shida yoyote. Cha 10 cha 10 tena nakitolea na zaka. Tungeweza hiyo tu ya hela yako umepata zile 10,000 kutoa buku ya Mungu kazi. Uhesabu vijiko vingapi utaweza? Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuonyesha namna wenzetu walivyokuwa makini na hiyo siku. Si anafanya hivi kila siku, siku hiyo ya Sabato. Si kwamba kila siku siku hiyo walikuwa wanakuwa makini kwa kila wanachofanya. Leo ni Sabato, nimemeza vijiko 9, sadaka nitatoa. 10 nitatoa fungu la 10. Nitafuna mnana. Ndio maana Yesu akamwambia mnatoa zaka za mnana. Nimesoma hapo na binzari. Lakini mnaacha mambo makubwa yale kuyatendea. Yaani walikuwa makini sana kwa vitu hivyo. Lakini kuna vitu walikuwa wanashindwa kuvifanya vizuri. Kwa hiyo Mungu alikuwa anaona kabisa kwa mambo ya sheria mmeyashika vizuri sana. Na unakumbuka mahala fulani Yesu anakutana na yule kijana mwanasheria, anamwambia kwa habari ya nifanye nini ni ulisi uzima milele. Anamwambia zishike amri za Mungu, anazitaja zile amri zote 10 za Mungu. Na yule kijana anasema hizo zote mimi nimezishika. Yaani zote hizo, sijui mpende Bwana Mungu wako, yote nimezishika. Yesu akamwangalia na kweli akaona ni kweli kaweza huyu kijana. Bwana asifiwe sana. Akaangalia akaona amepungukiwa na upendo. Akamwambia kauze mali zako, una mali nyingi, una upendo. Kauze mali zako, wape pesa maskini, kisha njoo unifuate. Akaona moyo wake ulikuwa umekamatana, lakini kwenye amri kule alijitahidi. Hata Paulo, angalia Paulo huyu tunayemsoma, anaulizwa na mfalme Felix kwa habari ya Torati. Anasema mimi ni mwana wa Farisayo. Anatoa uzoefu wake wa kuishika Torati. Anasema nilitahiriwa siku ya 8. Kwa kama kwenye upande wa dini mimi ni Farisayo, nimefundishwa kwenye chuo cha Gamalieli. Yaani anatoa uzoefu wake wa sheria alipozishika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiangalia ni kweli Paulo alikuwa hivyo. Kwenye habari ya Sabato kuheshimu alikuwa vizuri. Ndio maana yeye injili ilishindwa kumwokoa. Ilibidi Yesu mwenyewe amtokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Alizama sana kwenye mambo ya Sabato. Huwezi kumhubiria angekuelewa. Ilibidi Yesu mwenyewe akutana naye ana kwa ana. Wanamuuliza Paulo, naam Bwana, ni nani wewe? Anasema mimi ni Yesu ambaye wewe Paulo unaniuliza. Injili ya kina Petro ilishindwa kubadilisha. Yesu mwenyewe alikuja katika mwili wake akahubiri akaondoka, ilishindwa kubadilisha. Alipomtokea kwa sababu walizama kweli kwenye sheria. Sasa leo wewe na mimi ikitokea tu la kutokea, yani ujali leo ni Jumapili, leo ni siku ya ibada, ikitokea la kutokea yani katatizo kadogo tu tayari mwingine anakuta haji ibadani, si kwamba ana msiba, si kwamba kazi, yani tu wanaangalia hali ya hewa, ndani kuna kila kitu, mimi nikafanya nini kanisani. Anainjika lisufuria lake, anaanza kukatakata vitunguu. Mwingine kiburi tu, mwili haumi, naenda kanisani kufanya nini? Napika, kula na familia yake, baki nyumbani. Kiburi tu. Sasa hawa ambao tunasema Mafarisayo na Masadukayo walimua Yesu, walifanya nini? Tunaona waovu wao kwenye sheria ya Musa ndio watahukumiwa kwayo. Wengi wao waliishika vizuri sana. Wewe kipindi cha neema unashika kukitumia vizuri. Wengi kusali saizi wanaona ni ziada. Mpaka Jumapili anafanya kazi. Mwingine yani si kazi, ni mzembe tu. Kaamka anayaonea maji baridi. Nitaoga leo na hali ya hewa hii. Na hali ya hewa hii nioge. Mimi leo nisiendi kanisani. Kwa sababu anajiona yuko huru wa kufanya chochote atakacho. Hatuko huru. Biblia inasema hivi,
Kila mtu, kila mwanadamu anaye malaika anayechukua hesabu kwako. Yaani toka unapoamka kitandani kuna malaika kazi yake kuchukua leo umefanya nini. Alafu siku ya mwisho jioni inapofika kabla ya kuingia majira ya usiku, mzani unaletwa, unapimwa. Siku ya leo mzani wako umelalia wapi? Sasa kuna watu kila siku mzani jiwe alinyanyuki, umelalia huko kwenye jiwe. Kila siku hana wema, hana jema lolote alilofanya. Leo unaona masaa 12 ya mchana yanapoisha ili uanze saa 1 ya jioni, kuna mzani unakuja kupimwa ulioyafanya leo. Utalalia kwenye mema, kwenye mabaya. Kuna watu kila siku yeye unalalia kwenye mabaya. Akipimwa kwenye sala hajasali, aliamka bila kuomba, hajaenda ibadani, katukana, kawa mkaidi, kawa jeuri, kafanya hivi, mzani umebaki kwenye mabaya. Unapoanza saa 1 jioni kwenda mpaka kesho asubuhi, malaika anachukua mengine kwa. Naanza ikaenda zamu ya mchana, zamu ya jioni, zamu ya usiku. Kila zamu malaika ana kazi yake kwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoyajua haya, shika sana. Biblia inaposema siku 6 fanya kazi, uwe mwaminifu kwa hizo siku 6. Leo jitahidi kukaa nyumbani mwa Bwana kwa ibada. Yesu aliwakatalia wale kwa sababu walishika Sabato, lakini kuna vitu walikuwa wanafanya vibaya. Wanakataa Yesu asiponye wagonjwa wao, mbuzi wao wanamfungua na kumpeleka kwenye majani. Sema nyie mko sawa. Kama kweli mtakuwa mfanye kama Yona, kwa watu wa Ninawi. Mnaposema leo Sabato, basi na wanyama wenu wastarehe, wapumzike, hakuna kuwapeleka kwenye. Mbona mnawapeleka? Wakidumbikia kisimani mbona mnawatoa? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe upo kwenye neema. Mungu anaweza kufanikisha sana kazi zako. Lakini kwa nini zinaonekana zifanikiwi? Mpaka siku ya 7 unataka ufanye kazi. Mpaka uende kazini, ufanye biashara zako, ufanye mambo yako. Mpaka leo. Kwa hiyo ukija kanisani kama hivi, unaona unapoteza. Ndio maana wengine wakuta wakitoka hapa, azee tushasali, huyo kwenye biashara zake. Iko sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nishaenda kanisani, nishaenda, kwa hiyo naruhusiwa kwenda kufanya biashara zangu. Si sawa. Leo ni siku takatifu. Shika kitakatifu. Shika kinini? Kitakatifu. Siku ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo kama siku 6 hazikutoshi, usifikiri siku ya 7 ndio itamaliza matatizo yako. Kama siku 6 zimeshindwa kutatua matatizo yako, usifikiri siku ya 7 itatatua matatizo yako. Lakini ukichukua ahadi ya Mungu, ukamwambia Mungu, kama ulivyoahidi hapo kwamba uliwapa mara 2 siku ya 6 ili siku ya 7 wakitumie, na mimi nipe ndani ya siku 6 mara 2 ili nitumie hata siku ya 7. Utaona Jumatatu mpaka Jumamosi Mungu anatosheleza mahitaji yako. Hata leo ukija kumwabudu hapo unakuwa huna pressure. Upo ibadani, una relax kulisikia neno la Mungu. Kwa nini? Nilichukua ahadi ya Mungu nikadai. Mungu umesema hawa waliokota kingi ndani ya siku 6. Uliwapa mara 2 siku ya 6. Maana Jumamosi ilipofika wakapata na riziki ya Jumapili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na wewe Mungu anaweza kufanikisha ndani ya hizo siku 6. Leo katulia, ukatulizana kanisani. Ndani ya siku 6. Katulia kabisa. Kwa sababu umedai kwenye ahadi zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Amen. Kwa hiyo wema wako lazima uzidi wa mafarisayo. Lazima uzidi wa mataifa, watu ambao hawamjui Mungu. Wewe lazima uzidi. Leo shika kitakatifu siku ya leo. Mwabudu Mungu katika roho na kweli. Hata unapoondoka hapa, nenda nyumbani, baki katika utulivu wa ibada. Kula chakula na watoto wako na familia yako kwa ibada. So unakimbizana mpaka siku ya 7. Tosheka na siku 6 ambazo Mungu. Utaona ahadi ya Mungu ikitimia kwako. Yeye amesema nitabariki kazi ya mikono yako. Amesema asiyefanya kazi, nasema na ukifanya kazi utakula matokeo ya kazi yake. Lakini kwa nini watu wanasema nafanya kazi sione matokeo? Kwa sababu hana heshima mpaka siku ya Mungu. Hapa Mungu analalamika,
mpaka anamwambia Musa, ni kwa sababu mpaka siku ya Bwana watu wanaichukulia ya utani tu. Na wala wewe angalia hata hapo, unakuta mtu anakuja ibadani, unamwona yupo kanisani saa moja mpaka majira fulani, baadaye unaona kapotea. Ana issue zake. Na unaona kawaida tu kwamba naweza ni si kawaida. Tunaishi chini ya mamlaka. Unaposhindwa kuitii mamlaka iliyo juu, maanake wewe unaonekana ni mwasi mbele za Mungu. Unaonekana ni mkaidi mbele za Mungu. Sasa unapokuwa mwasi au mkaidi mbele za Mungu, Mungu huwa habariki wakaidi. Huwa hawabariki waasi. Bwana asifiwe sana. Lazima ujue kwamba Mungu hapatani na waasi, hapatani na wakaidi. Somo langu ni refu lakini nitaendelea nalo, muda sio rafiki. Simama kwa miguu yako.